Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Naomba tamaraki na utawala na uonekane mwanzo na mwisho. Unitumie Mungu wa mbinguni, maana mimi ni chombo, na kila roho inainuka kupinga neno hili ipate ushindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu vita ya majini ishindwe. Mungu mwenye rehema na mwenye huruma, unijaze, uniinue, unitumie kwa sababu yeye ni Mungu, na neno hili naomba katika jina la Yesu liweze kuwa la baraka kwa wengi. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nawakaribisha kwa neno la leo kutoka kitabu cha Marko sura ya 8 kuanzia mstari wa 30 kuendelea. Nitasoma. Maandiko inasema, na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njooni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mukapumzike kidogo, kwa sababu walikuweko watu wengi wakicha. Wakaenda hata haikuwepo nafasi ya kula, na wakaenda sao faragha masuhani mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda sao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposuka masuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea, wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa ili waende sao masambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende kununua mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, munayo mikate mingapi? Nendeni mukatazame. Walipokwisha kuchua, wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketise wote fikao penye majani mabichi. Wakaketi safu hapo 100, hapa 50. Akaitua ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandalie, na wale samaki 2 akawagawa wote. Wakala wote, wakasiba, wakaokota vipande vilivyomewa vya kuweza kuchaa vikapu 12, na vipande vya samaki pia. Na waliohila ile mikate walikuwa wanaume 5,000. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, ni wakati wa neno. Mwambie si wakati wa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na neno hili, wale mitume ni wale Yesu mwenyewe aliyewachawa. Mahali walienda kufundisha na kuhubiri, walipomaliza hawakupeleka habari kwa mwingine. Pali maandiko imesema walirudisha habari kwake, wakamwambia yale walioyapata kule walioenda kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hao kueleza, Yesu akawaambia, twende faragani mupumzike kidogo hata mupate chakula, maana watu walikuwa wengi. Bwana Yesu asifiwe.
Na watu kwa sababu wana imani, maandiko imesema walipopanda masiwa kwenda, na wale watu wakajua mahali wanaenda, Biblia imesema walitangulia kwa miguu. Kitambo wafike watu wamejaa. Tupi Yesu makofi. Bwana Yesu ainuliwe. Kitambo wao wafike watu wamejaa, kwa maana walimwamini. Haleluya. Kwa hivyo kipindi kingine, hata sisi tulio wachungaji tunahitaji wakati wa kupumzika. Tunahitaji wakati wa faragha. Hata Yesu mwenyewe kuna mahali alikuwa anajificha, anaenda peke yake ili aombe. Na hata wewe inastahili uweze kufanya kazi mchana, jioni umetoka kazi. Kuna wengine hata wako na shift mbili. Mchana ako kwa kampuni nyingine, jioni yako kwa nyingine. Akili pia inataka ipumzike. Hata Yesu mwenyewe aliwaambia pumzika. Bwana Yesu asifiwe. Ili mupate chakula. Bwana Yesu ainuliwe. Na kuna wengine si kwamba wameenda kampuni nyingine. Wengine wamekucha baada ya kutoka kazi hataki kupumzika. Saa zote ameangalia simu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Paka analala anadosi hivi. Anagonga meza hivi. Tena anaamuka. Anaendelea na si. Huyo mtu amepumzika. Lakini Yesu alisema nini? Ndiye hata wewe ukitaka vizuri, hata wale naambianga muende mfunge wakati Roho ameamuliza hivyo. Unaomba ikifika mahali unapumzika. Bwana Yesu apewe sifa. Ili Roho afanye kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alipoona wamekuja wengi akawahurumia akasema, hawa ni kama kondoo ambao hawana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Akawafundisha mambo mengi vile maandiko yamesema. Masaa matatu, masaa yakapita. Masaa yalipopita, maandiko imesema wale mitume wakamwambia, watu ni wengi na hapa sasa hakuna mahali pa kununua chakula, waage watu waende manyumbani na vijiji iliyo karibu kajinunulie chakula. Lakini Yesu akawaambia wao wako na nini? Wakasema wako na nani na nini? Mikate 5 na samaki 2. Akasema ketisa watu. Hiyo ni imani. Bwana Yesu apewe sifa. Unasema ketisa watu na mikate ni 5 na watu ni maelfu. Bwana Yesu apewe sifa. Alijua wacha wakae, aliye ndani yangu ni Baba na ni mkubwa na atatenda. Bwana Yesu ainuliwe. Alisema wengine wakae 100, wengine 50, yeye aombe. Haleluya. Yeye aombe kwa kila kidogo, kwa sababu Mungu ni mwenye mamlaka, atakiongeza. Bwana Yesu apewe sifa. Walipokaa hawakupizana kuanza kusema tunaambiwa tukae vituo. Na tuone chakula, tunaona mikate ni 5 na samaki ni 2. Walikaa kwa imani. Wakajua ya kwamba Mungu ni wanyongeza. Ataongeza na itakuwa kubwa, tutakula tutasiba. Bwana Yesu ainuliwe. Ina maana gani hii maandiko? Ina maana gani? Kwa wewe uliokoka ina maana gani? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema kulikuwa msituni. Hakuna duka ilikuwa karibu. Ndio maana akina Petero wakasema ni vyema uwaage watu waende mbali, watafute maduka mahali watanunua chakula, wamesikia njaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani Mungu asiloliweza? Hata kama ni jangwani, hata kama ni msituni, neno ni moja, unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale Biblia imesema akatazama mbinguni. Haleluya. Alijua huko ndio kutatoka msaada. Alipotazama mbinguni akamshukuru Mungu. Haleluya. Unajua siku hizi watu wa kushukuru ni wachache. Kwanza mmoja aenda apate shida, akaombana usiku yote hata mahali amelala kwa kitanda. Na maandiko yanasema usiwase mabaya kitandani unapolala, uwase mema, kwa sababu ukilala wewe ni kama maiti, ujui uko wapi. Si ni kweli? Lakini sasa wengine mambo ikiharibika atasema kanisa letu ni la unabii. Na sini ni nabii. Hakuona hii maneno. Anieleze vile imenigonga hivi. Hata aniombe. Hawezi kushukuru.
Hiyo miaka 5 niliyomwombea akapata akafanya kazi, hata shukuru. Haoni miaka 5, anaona siku moja. Anaona warning. Anaona supervisor mwenye amemtisia. Si ni yako kuona hii. Haikemee. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeshukuru pande gani? Maana yeye aliinua ile chakula na maji mbinguni akashukuru akasema, Baba, najua unajua wewe ndio ulinituma na hapa niko na watu wanahitaji kukula. Tuko na mikate 5, samaki 2. Naomba utende jambo. Haleluya. Naomba utende jambo. Hapo ndio watu wengi wanaangukia. Anaona ile kitu ako naye kidogo, hataki kushukuru, hataki kuomba, anaona kamba Mungu haoni. Nataka leo nikuambie kwa imani Mungu ataona hiyo kidogo. Na Mungu atakiongeza hiyo kidogo. Kitakuwa kikubwa. Na chochote Shetani alikunyang'anya itarejeshwa. Hata kama walikuacha msituni, hautakuliwa na simba. Mungu atatuma malaika na malaika atashughulika na mikono ya Mungu itakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye hakuanza kuhangaika. Aliwaambia jiandaeni. Na mimi nakuambia wewe ambao umefika mwisho, kwa na imani. Tutamuomba Mungu asiyekula chakula ya duniani. Mungu mwenye rehema na huruma nyingi. Jinsi Yesu aliwahurumia wale watu ambao akasema hawana mchungaji. Na sisi leo Yesu huyu atuhurumie. Tupate kuinuliwa na Mungu atukumbuke. Ni wangapi wanaamini neno hilo? Tupe Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aliangalia mbinguni. Msaada wangu, Daudi akasema, utatoka wapi? Akasema msaada wangu utatoka kwa Mungu. Maana yeye ndio kimbilio. Maana yeye ndio tegemeo. Unaweza kuamka asubuhi uambie jirani vile unateseka. Vile una pesa ya kulipa rent. Vile una school fees. Ataenda ite mkutano. Aanza kusema fulani amekwisha. Ama mjui. Kwa hivyo wewe badala ya kumwambia yule mwanadamu, maana maandiko yanasema mtegemee mwanadamu amelaaniwa. Mtegemee Mungu. Mkimbilie Mungu. Muombe Mungu. Mwambie ninajua. Zaburi inasema wengine wanapokuja kunitazama nikiwa mgonjwa kitandani wanapeleka habari mbaya. Wanaulizana atakufa lini? Jina lake lipotee. Wewe uliye mtumaini Mungu, jina lako haliwezi likapotea. Jina lako litatajwa milele yote katika jina la Yesu. Jina la Abrahamu na Sara halikupotea. Jina la Musa halikupotea. Jina la Joshua halikupotea. Maana walisimama kwa imani na wakaitwa mashujaa. Mashujaa wa imani. Vitu yote ya dunia inapita. Hiyo sura uko nayo leo itapita. Mavazi itapita. Mali ya dunia itapita. Pesa itapita. Neno litasimama. Lakini neno ambia mwenzako yote atapita. Lakini kumbuka neno hili. Hili neno la Mungu litasimama. Mwambie litakuinua. Mahali waliwacha ukufe, hautakufa. Mwambie utasimama tena. Mwambie Mungu amesema utasimama. Na utabarikiwa. Na utakuwa na afya njema mwaka huu. Waliyesema utakufa, upaya wao na uwarudie. Katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Zaburi ya 54 kwamba upaya ule waliyepanda kwako uwarudie. Katika jina la Yesu uwarudie. Katika jina la Yesu uwarudie. Bwana Yesu ainuliwe. Wale mnaofanya biashara, tembea na neno hili. Ukiwa pale kwa biashara sema mnunuliwe na mtoke nilete vitu vingine katika jina la Yesu. Uko kwa biashara, taja jina la Yesu. Uko kwa ndoa mahali kuna furugu, taja jina la Yesu. Uko kwa biashara mahali kuna siasa na vitina, taja jina la Yesu. Maana ili jina ni ngome imara. Haleluya.
Ili jina wachawi wanaogopa. Jina yako wanaweza kosa kuogopa, lakini jina la Yesu ili linawatisa, ili linawaka, ili liko na moto. Wakati umeokoka, we ni kiumbe kipya, umetawalwa na Roho wa mbinguni na malaika wa mbinguni, wanashughulika na kukulinda na hutalemewa. Katika jina la Yesu hutalemewa. Katika jina la Yesu hutalemewa. Daudi mwenyewe alisema, tangu niwe kijana na hata leo mimi ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki akiwa amewachwa na Mungu. Na we Mungu hatakuacha. Na we Mungu hatakuacha. Na we Mungu hatakuacha. Utatembea katikati ya miiba ya wachawi, lakini kule mbele utatokea, kwa sababu hayuko peke yako. Mungu amekusika mkono akulinde vile alilinda Daudi, vile alilinda Musa, vile alilinda Petero. Maana Petero alikubali kutubu na kumrudia Mungu baada ya kuasi. Bwana Yesu ainuliwe. Maandiko yamesema kile hawakuwa nacho wakawa nacho, na wakasiba na wakakusanya vikapu 12. Hesabu tumepewa ni ya wanaume peke yake 5,000. Kwa hivyo wamama hako kwa si walikuwa, si watoto walikuwa. Unaona kitu kidogo maombi iliongeza. Najua kuna wengine leo wanaligireti kwa nini walisoma hawakupata kazi nzuri vile walitarajia. Kuna wengine leo wanaligireti wako kwa ndoa miaka nenda rudi hawana watoto. Kuna wengine leo wanaligireti walibeba roni wakaweka pesa kwa biashara, biashara ikaungua na roni inafaa ilipwe. Lakini leo nakupa neno la tumaini kwamba Mungu ni mwenye rehema. Mungu ni mwenye huruma. Atakuhurumia, utasangaa. Atatumana malaika wake, watashughulika wafungue baraka zilizofungwa katika jina la Yesu. Tupe Yesu makofi. Mungu atatumana mwenyewe na atatenda jambo. Maandiko yanasema walitangulia. Unajua wengine wenu hamjui kutangulia. Hata kuna kipindi nafikanga pale kwa maombi, Nicholas ananiambia watu sio wengi sana. Namwambia wacha nifanye, ananiambia usifanye 1 2 ndio uwe kuja tu. Ukifika najua nao watafika. Bwana Yesu asifiwe. Na katiza shughuli nasema wacha niende. Kweli hawajui kutangulia. Nikifika ndio wanaambia Nicholas, mwambie naenda chop. Mwambie nimetoka mbali. Na sasa hiyo ndio mtu amefanya nini? Ameingia. Lakini hawa wakagundua ule Yesu amebeba baraka, tutamutangulia. Akisuka maziwa na sisi atatukuta. Tuko tayari tunamngoja. Hiyo ni imani. Imani inaweza kufanya wewe utoke chini na uende juu katika jina la Yesu. Imani inaweza fanya ile pepo iliye kunasa iondoke na itii sauti ya Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akitumana ametumana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akitumana anasema nimetangulia. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja nikatumwa nienda kuomba kule mlima Nandi Hills. Nikasema huko ni mbali na niko Nairobi. Na shughuli ni mingi. Lakini nikasema kwa sababu ni Mungu amesema nitatii. Niliposema nitatii, akaniambia nimetangulia huko. Nimefanya nini? Nimetangulia huko. Kwa hivyo wewe njiani mambo iko sawa na safari iko salama. Endeni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna mambo mengine kwa macho yako unaona ni magumu, kwa Mungu ni rahisi. Neno ni moja. Chukua hatua ya imani. Haleluya. Mwambie Mungu uweze kuendelea kuishi hiyo maisha. Unataka mabadiliko. Bwana Yesu apewe sifa. Unataka mabadiliko. Yule alienda kuhubiri kule msituni, mahali hakukuwa na jojote, muujiza ulitendeka. Ikiwa Yesu anatenda paka kule msituni, huyo Mungu aliyetenda kule na hapa kanisani akutendee. Usitoke bila uliingia. Akutendee mema, akuondolee mzigo wa magonjwa, mzigo wa kuona hutaweza. Kwa Mungu unaweza.
Kwa Mungu yote inawezekana katika jina la Yesu. Ambia mwenzako leo ukifika nyumbani, chukua ile kitabu yako na andikianga watu makosa vile wamekukosea. Uandike pande ya nyuma kwamba kuanzia leo, hata kama niko mchangwani msituni, sina kitu, kuna neno lilihubiriwa kanisani, hilo neno ni la kwangu kuanzia tarehe ya leo. Kidogo nilicho nacho Mungu ataongeza. Ataongeza double. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitabu siiko, lakini imejaa makosa. Fulani alinikosea tarehe 10. Mbona hukusema vile Mungu alikutendea ushuhudie hata kwa hiyo kitabu? Waandike na useme tarehe hii niko mzima kwa mapenzi ya Mungu. Kuna wengine wameangukiwa na nyumba wamekufa. Wengine ukimwi wamekufa. Wengine laana wamekufa. Wengine wamegonjeka wamekufa. Wamegongwa na gari wamekufa. Lakini mimi na wewe tuko hai kwa neema na mapenzi ya Mungu, ili Mungu atutendee jinsi aonavyo ni vyema. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kila unaona ni kigumu kwa macho yako, Mungu ataondoa leo. Yale unaona hayawezekani kwa macho yako, kwa Mungu yanawezekana. Katika jina la Yesu yanawezekana. Hata wala hawakujua samaki itaongezeka, hawakujua mikate itaongezeka, lakini kuna nguvu katika kusali. Kuna nguvu katika maombi. There is power in prayer. Hallelujah. Tunataka tuombe, tumuonyeshe Shetani njia kwamba na sisi tumekuja tubarikiwe. Chochote kile tunaona ni kidogo, Mungu atakiongeza kupitia kwa maombi. Hallelujah. Mungu ataongeza kupitia kwa maombi na tutabarikiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Na mambo ya faragha ni mzuri. Hata ile familia wanaitana nyumbani, wanajaribu kuwasiliana na kuambiana ya kwamba tufanye hili na lile na lile. Hiyo ndio familia imeokoka. Ndio maana Joseph mwenyewe akasema, mimi pamoja na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Ndio maana Abrahamu akasema, mimi pamoja na Sara tumeitwa na Mungu tutoke Harani, na wakatoka. Kama Sara angefuta nyuma, safari ingekuwa ngumu. Lakini yeye Abrahamu akamwambia, Mungu amesema tutoke mahali hapa si baraka, tuende mahali ambao Mungu anataka. Hawakuanza kuuliza maswali. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakuanza kumuuliza tunaenda nchi gani, tunaenda pande gani. Lakini waliamuka wakatoka wakaenda nchi ya kigeni, mahali ambao walibarikiwa. Sio kila mahali utakao ubarikiwe, na sio kila madhabahu ni ya baraka. Mungu anajua watumishi wake, na vile vile Mungu anajua madhabahu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anajua madhabahu yake, na Mungu anajua watumishi wake. Na kuna kijiji ama sehemu unaweza kaa ukufe before your time. Kuna mahali unaweza kaa hata watoto wako wakatae masomo, kwa sababu mazingira ya mahali hapo neema ya Mungu haipo. Ndio maana Mungu alimpenda Abrahamu, akamwambia mahali upo lazima utoke uende kwingine ndio nikubariki. Haleluya. Kwa hivyo kama angekatalia mahali pale angebarikiwa, lakini alipotoka maandiko yanasema akaambiwa, sasa utabarikiwa kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko ufuani wa mto. Utabarikiwa, utaongezewa na utajulikana, na jina lako halitapotea. Uliza mwenzako unaishi wapi? Mwambie tu ni wakati wa kujuana, niambie wewe unaishi wapi. Hamtaki kuongea? Bwana Yesu asifiwe. Kama uongee huko nje kwa majirani, sisi hapa tunaongeanga. Ongea. Wewe unaishi Masiwa? Ama ni Bible? Utaki kutoka huko? Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia nimeanza kupendua maombi ya kukutoa huko, upende usipende. Utajua ukitoka.
utakuja kujikuta huko Kwale. Ndio ubarikiwe. Ombi langu ni moja, nataka ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu aliambiwa toka. Alitoka hakutoka? Ukisoma kitabu ya Mathayo, maandiko yanasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, maandiko yanasema alitoka. Yusufu aliambiwa na Mariamu, mtoke mahali hapa, maana Herode anatafuta kuua nani? Mtoto. Muende kukaa Misri. Kwa hivyo kama angekatalia kukaa, Yesu ange survive. Kuna nyumba ingine unaweza kaa, mtoto ni mgonjwa saa yote, homa iponi. Kile ukienda kwa jirani unasema kumbe hapa asikia hata choto. Hapa mnakula nini? Chakula ni same, lakini mazingira ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unaweza kaa ufutu kazi kama ujui. Ndio maana wale wanafunzi, ndio maana na wale ambao waliyemfuata Yesu walienda kutoka kila kijiji, walifuata baraka. Amen. Si kwamba hawakuwa na madhabahu yao, lakini walijua yule ana nguvu kushinda sisi. Tunataka tubarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuombee ujue baraka zako ziko wapi. Haleluya. Wao wenyewe waligundua ya kwamba wacha barikiwe. Yesu aliwahurumia kwa sababu walimuendea. Aliwahurumia kwa sababu walimuendea. Aliona wamekaa wamepotea, ni kama kondoo hasina mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka kumuomba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, mwenye rehema na Mungu mwenye huruma, akukumbuke kwa wakati huu, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye neema. Hata sisi tutaomba na kumwambia Mungu, tumeangalia juu, maana tumaini letu linatoka kule. Yeye atuhurumie, atupe neema. Najua umezungukwa na maadui, wengine wanakunenea mambo mabaya, wengine wamesema hautafanikiwa, lakini mafanikio yetu na uzima wetu, vile Yeremia inasema, iko mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, umeamini neno hili? Katika Uyahudi watu wengi hawakupona. Watu wengi mapepo haikuondoka kwao. Watu wengi hawakubarikiwa kwa sababu Yesu alipojitambuliza kwao hawakumwamini. Walimuita mwana wa seremala. Wakasema huyo ni mtoto wa seremala, tunamjua hapa baba yake ni fundi, anatuambia nini? Hawakumwamini, wakajikua. Lakini Yesu akawaambia, nabii akosi heshima isipokuwa kwa kijiji chake. Hata wewe sasa ukienda huko nyumbani kwenu uwaambie umeokoka na Yesu ni Bwana na umejazwa Roho, unaonaje? Wataamini? Watakupigia makofi? Watasema amina? Si watasema ushindwe? Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yamesema alipojitambulisha kwao hawakumwamini. Kwa hivyo wengi hawakubarikiwa kwa sababu walimdharau. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mahali kuna heshima, yule mtu amegundua siri, ni yule anaheshimu watumishi, maana ndio wanamuombea naye anapata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa maandiko imesema vizuri kwamba walienda kwa miguu. Yesu wako kwa masiwa, lakini wao wakatangulia mbele kwa miguu, wakakaa wakamngojea. Walingojea muujiza na baraka zao. Na ninaamini kupitia kwa neno na ujumbe huu, na wewe unangojea, na Mungu akutendee, Mungu akuinue, akuondolee aibu, akuondolee kifo ya mapema katika jina la Yesu. Na wale wanakudharau kazini wakuheshimu katika jina la Yesu. Na hiyo heshima iwezi kuja bure, ni gharama. Maana tutaomba tuangalie mbinguni, Mungu atupe neema na nguvu za Roho, tuharibu kila mipango ya Shetani kupitia kwa maombi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ambia mwenzako wewe ni mbarikiwa. Mwambie mahali unaenda ubarikiwe. Mahali unaenda Mungu akukumbuke. Muulize pole pole, wakati uliokoka uliwacha maneno yote?
Hiyo ongea tu pole pole hapa. Muulize wakati wewe unajua uliokoka, uliwacha ile mambo ya zamani. Ukiona naangalia chini una msuku. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hiyo ndio unaangalia. Ndio Mungu akuhurumie. Kama kuna kitu ulipaki, mwambie Mungu leo natubu. Na ninaomba rehema, naomba toba, naomba msamaha, naomba Mungu wa mbinguni unikumbuke kama vile ulikumbuka wale walikuwa katika msituni, katika changwa, ukawapa mikate, ukawapa samaki, na mimi nahitaji msaada wako. Naomba wakati huu nisije nikalemewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama kuna kitu unaweza omba wakati umeokoka, ni hizi vitu tunaitanga basic needs. Hizo zisikukose. Mwambie Mungu, hii kidogo ikinikosa nikienda kuomba na mimi nataja jina lako, litatarauliwa jina lako. Nisikose chakula, nisikose mafasi, nisikose pesa kidogo ya watoto wangu kwenda shule na kulipa rent mahali ninakaa. Nisije nikatarauliwa isemekana hawa ni wale wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo unaweza kumwambia Mungu na asikie. Wakati uko karibu na Mungu, unamuongeleza kama vile mtoto anaongeleza baba. Mwambie, baba yangu. Unajua wakati wa Israeli walinungunika njiani, Mungu akasema nataka kuangamiza. Musa alisonga karibu kando, akamuongeleza Mungu na akamwambia, sasa naomba usije ukawamaliza hawa watu ambaye ni Waisraeli. Wala wa Misri watasema ulidanganya kwamba utawapeleka nchi ya ahadi, ulishindwa kuwafikisha. Mnaona hekima kama hiyo? Musa akaongea na hekima hata kama wale watu ni waofu. Musa akamwambia Mungu kwamba wale wa Misri wakisikia watasema ilikuwa uongo. Mungu huyu hakuweza kuwafikisha kule walikuwa wanaenda, hawangeelewa neno la roho kwa maana hawajaokoka wa Misri. Mungu akaguswa na neno hilo, akaacha kuwatenda vibaya wa Israeli. Kwa hivyo na wewe kuna vile unaweza nyenyekea na kumwambia Mungu, unaona sasa nikilala njaa watu watasema nini? Na nimeokoka. Unaona nikikaa hivi sukuru visinikose kabisa, na mimi nimeokoka, watu watasema nini? Mnanielewa? Unaona nikilemegwa hivi watu watasema nini? Mungu wa mbinguni nisaidie. Tupie Yesu makofi. Hata wakati uko mgonjwa, mwambie najua Ayubu aligonjeka lakini alipona katika jina la Yesu. Kwa hivyo na mimi uniponye, nishuhudie, niseme Yesu ni Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna jambo unaweza ambia Mungu asikie. Badala ya kuombana na kunungunika, mwambie Mungu ya kwamba naomba sina Mungu mwingine. Hiyo ni wakati umejichunguza vizuri. Mwambie sina Mungu mwingine. Ni wewe kimbilio na tegemeo. Msaada utakapoonekana tele, vile maandiko yanasema wakati wa majaribu, Mungu nisaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie ya kwamba mahali ninaishi sasa, watoto wangu ni wakubwa na neno lako linasema nikiingia kwa nyumba nifunge mlango wa ndani ili niombe. Na unaona niko kwa rumu moja na hii ni pasia. Ukiomba hivyo Mungu hatasikia? Ukiomba hivyo Mungu hatasikia? Mwambie naomba uniinue nipate mahali ambao nikiingia ndani sifungi pasia, lakini nafunga nini? Mlango. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema wengine hawapati kwa sababu wanaomba vibaya. Na Shetani akijua kwamba wewe unaenda kubarikiwa, unaenda kuinuliwa, atakujanganya akili. Sasa wakati unaanza kuomba unaletea mawazo ya zamani, unaanza kuona wale watu walikufa, kidogo kidogo unaenda off, unalala. Unalalia Biblia hivi. Uliza mwenzako, unalalia Biblia ukiomba? Wakati unaamuka ujui ulisema amen. Ujui ulisema Shetani ashindwe. Ujui ulisema Mungu alinde ujui. Maana ulilemewa. Na kuombea usilemewe. Mungu akuinue. Mungu akutangulie katika jina la Yesu.
Nataka tuombe tumwambie Mungu, hata sisi mahali tuko hapa ni kama msituni, hakuna kitu. Tunaomba Mungu utukumbuke kwa hali zote, tunaomba utukumbuke ili na sisi tushuhudie na tuseme hakika Mungu umeipisa wachawi waliopigana na sisi, umeipisa maadui. Katika jina la Yesu tunasema ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Kama walienda wakakufunga wakasema usipate pesa ya kuchenga, kuanzia leo Mungu akupe pesa. Uende uchenga waipike. Na ukaite kwa hiyo nyumba mkunywe nao chai. Na ukachunge wasiende na mfupa ya kuku kwa mfuko. Si wazuri, hawakokangi haraka. Lakini usiwacha kuwaita. Mkunywe soda pamoja. Ndio wakitoka hapo kaseme amekuwa Illuminati. Ama unafikiri watasema umeokoka? Hawatasema. Bwana Yesu asifiwe. Unajua atakula mchere, akule nyama, akule chapati, asibe, akitoka atasema huyu mtu ni mpule, hata hatukukula kitu huko na amekula kila kitu. Mwanadamu ni mwanadamu. Wewe fanya mahali unaweza, ingine waachia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akasema msaada wangu utatoka kwa Mungu Baba aliyeziumba mbingu na hata nchi. Akasema msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na akaomba akasema, Mungu wa mbinguni uongeze mikate, uongeze samaki katika jina la Yesu. Kwa hivyo nimetabiria biashara yako iongezeke. Hiyo biashara nimeitabiria ifanye nini? Iongezeke. Mwenye anakuja kupigana na hiyo biashara apigane na Mungu katika jina la Yesu. Hiyo ndoa yako haina amani, Mungu aleta amani. Na ondoe kisirani na ugomvi, aifunike na damu ya Yesu. Tuseme zote damu ya Yesu. Mungu na ifunike na damu ya Yesu. Munaona msichana mwenye hekima akiolewa mahali, anachunguza hiyo boma, anaona huyo kijana kumba alikuwa hajachenga, wanaanza kukaa chini faragani kufanya mipango ya familia. Watakeuka mara moja watasema huyu msichana tumefanya uchunguzi kwao ni wachawi. Na ni uongo, hata hawamjui kwao ni wapi. Ni wifu. Kwa sababu mtu amekuja ni mwerevu. Ndio maana maandiko imesema Yesu alipozaliwa sio kila mtu alitumwa. Only the wise men, watu werevu. Na wewe Mungu akukutanisha na watu werevu. Watu wenye maono mazuri. Watu wanaongelea biashara, wanaongelea kazi, wanaongelea neno la Mungu na uokofu. Na watu wenye wako na kibali. Najua kuna mtu mnaweza tembea na yeye kila kitu ukitaka kufungua na kuambia hii haiwezekani. Ukimwambia mikate tuliambiwa kanisani tukiombe na mkate iongezeke, wewe umerogwa. Anakufunja moyo. Tembea na mtu mwenye anaweza fanya imani yako iongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hawa walikuwa wajampata Yesu, ila tu walisikia anaenda mahali fulani, wakatangulia mbele ili wabarikiwe. Na wewe leo Mungu akubariki. Mungu akuondolee hiyo roho inakusumbua ya madeni. Mungu akuondolee magonjwa. Na Mungu asimame na wewe. Mungu asimame na wewe. Na kila mahali ukumbuke neno hili kwamba Mungu ameanza kusimama na wewe. Haleluya. Ambia mwenzako wewe ndio utakuwa hata huko kwenu. Najua naweza sema hivyo. Anaona taa na hana kitu. Ni ngumu sana na amefungiwa hata nyumba. Utakuwa taa namna gani? Wewe waachana na hii mambo yote, mwambie utakuwa taa. Katika jina la Yesu. Muulize umeamini? Umeamini wewe ni taa? Umeamini wewe ni Daudi? Umeamini samaki itaongezeka? Umeamini hata mikate itaongezeka? Sasa Mungu aware. Naona mikate ikiongezeka na masiwa ikiongezeka, utaambiwa tena uko na brusela, ile ugonjwa ya masiwa. Unashindwa, hii shetani ilikuwa inakungoja. Zamani ya masiwa ilikuwa, sasa imekuja brusela, ishindwe hiyo magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ati unapangiwa usikule nyama. Kwanza nyama choma ukae mbali. Hii masiwa ukule pointi moja kidogo kidogo, ati wacha
Sasa utakula nini? Uliza mwenzako walikupimia hiyo? Kama kuna ugonjwa na kusumbua walikupimia hiyo, na hiyo ugonjwa ishindwe. Tumelaani hiyo ugonjwa ishindwe. Kuanzia leo Mungu akufungue. Unakulanga nyama pisi mbili, nakula na kachumbari. Bwana Yesu asifiwe. Si ni chakula, ni Yesu ndiye alisema iongezeke. Na kwako iende iongezeke. Unga iongezeke. Chabo iongezeke. Hata hiyo nyama iongezeke. Na Yesu ainuliwe. Maandiko yamesema samaki iliongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Samaki iliongezeka. Iko kijana mmoja aliomba hivi. Aliona sasa hana kitu, akaoza sufuria ikang'ara kabisa na steel wire. Akafunika, akaweka mkono, akasema, naomba hii kwa imani, sina kitu. Na sitaki kuomba kwa jirani, ni aibu. Akaomba akasema, Mungu naomba katika jina la Yesu. Maana kwako mambo yote yanawezekana. Nikule nyama leo. Unaweza omba hivyo kweli? Na una hata 10 bob. Wewe unaweza omba hivyo? Uliza mwenzako, unaweza omba hivyo na hata shilingi 10 hakuna? Hata mwenye nyumba anakutafuta. Paka kiataka wote wamezikana. Utaomba hivyo? Unaona ni ngumu. Lakini yeye akaomba na akasema, kwako mambo yote inawezekana. Na nimeomba leo nipate unga. Hiyo ni maombi aliomba asubuhi akitoka. Akasema mahali ninaenda ufungue milango. Leo nataka kula nyama. Na sasa hiyo unga hakuna. Hata sukuma hakuna. Amefuka mipaka mpaka kwa nyama. Hiyo ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Alipoomba akaenda akatembea Australia. Hiyo siku akaona haijakuwa na bahati. Maana masaa ya watu kuchukuliwa kazi imepita. Kaanza kurudi sasa nyumbani. Akafika mahali akapata ndugu mmoja walifanya kazi na yeye zamani. Akamsalimia, wakajuliana hali kwamba yeye amepotelea wapi. Akamwambia alikuwa na kibarua lakini ikapotea. Iliisha. Yeye akamwambia ni supervisor mahali na leo ako off. Akamwambia kwa sababu muda mrefu hatujawahi kuonana, chukua namba yangu ya simu. Akamwambia hata simu yenyewe sina. Akamwandikia kwa karatasi ili akitafuta simu waongee. Alafu akarudi kwa wallet ule supervisor akampa 1,000. Akamwambia sasa jisikirie na hiyo paka tutakapoonana nikutafutie nafasi mahali ninafanya kazi. Kwa sababu tulipokuwa samani na wewe hatukukuarusana tuliachana vizuri. Amekula nyama ama chakula? Alafu hata akienda anunue kanyama robo, afanye budget, hiyo 1,000 sinatosha. Alafu maombi ilifanya kazi ama haikufanya? Paka hii maombi imegusa supervisor. Unaonaje na ya kwako? Bwana Yesu asifiwe. Na sasa mkiachana na mtu vizuri atakuletea baraka. Unaona aliomba maombi ikamconnect na supervisor ambaye waliachana zamani. Na isitosha akaidiwa kazi. Wakati ambao umeokoka, chua kufanya networking ya ground. Usiwe unakosana na kila mtu. Kuna mtu anaweza hizi hata kwa abroad miezi 6 acha kwa vile hana pesa. Sababu ako na uhusiano mzuri na caretaker. Paka caretaker anashindwa nikifukuza huyu sasa. Na anajua kuongea, ni mtu mzuri. Lakini wewe umetusi kila mtu. Paka caretaker anaomba anasema hii mtu atapatikana na makosa kidogo ni mfukuzo. Uliza mwenzako huko kwa abroad unatusi watu. Hamtaki kuongea. Ukifukuzwa najua saa hii umekataa kuongea, ukifukuzwa utanipigia simu. Sina sasa ni kubaya kuna nyesa na nimeambiwa niame. Na saa nyingine utapiga simu yangu ukute ingi. Unajua kukinyesa nasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tengeneza uhusiano mzuri ndio kiomba Mungu asikie. Yeye hakuwa amekosana, Mungu akaona huyu ameomba vizuri, nitamconnect na nani? Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo ninaomba maombi ya connection leo. Mungu akuconnect na watu wazuri, watu wenye neema na baraka, watu wenye huruma. Bwana Yesu asifiwe. Na mjue ni gharama, kwa sababu maandiko yamesema walienda kwa miguu. Kama vile pia nyinyi mmekuja kutoka kila sehemu ili mubarikiwe. Nataka niwaombee maombi ya baraka, na hakuna kitu Shetani anachukia kama akisikia unaenda kubarikiwa. Atakusumbua sana. Lakini na ashindwe. Katika jina la Yesu kazi ya Shetani ishindwe. Tukiomba hapa hapana angalia mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwambie Mungu, hata mimi nimetazama mbinguni, naomba unikumbuke. Naomba unitakase. Ubadilishe maisha yangu. Sikukuwa hivi zamani, leo pressure inanisumbua, leo sukari inanisumbua. Mwambie Mungu hivyo. Ile kitu unaona inakusumbua, mwambie utaki. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie naomba unikumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Kule Tavakakisi niliombea mama mwingine akasema daktari alisema yeye hawezi kuzaa, hawezi kupata watoto. Nikamwambia hii mkono ninataka kukuwekea. Umeamini? Ripoti ya daktari Mungu ndiye anaweza geuza, sio mwanadamu. Akasema hata bwanangu ako hapa tuombee pamoja. Nikawekea mikono na nikaomba. Sasa hivi wako na watoto 7. Sasa hivi hata nilishangaa mmoja walimuita jina langu. Maana wako na barua inasema haiwezekani. Sijui kama wewe uko naye. Lakini ujue kwa Mungu inawezekana. Katika jina la Yesu. Simama tuombe uwezekane, Mungu aonekane. Maana maandiko yamesema walipomwendea walisiba, wakafundishwa, wakapata neema, wakafunguliwa, wakabarikiwa, wakasiba, wakashuhudia muujiza kule jangwani. Maana Mungu aliwatendea. Na wewe Mungu na akutendee jinsi yeye ni Mungu aliye mwema. Haleluya. Santarabosi karadoradai. Ninge Yesu ribagantarabosi karadai. Baba Mungu mwenye rehema na huruma nyingi. Vile maandiko yamesema uliwahurumia waliyekuja mkutano wa Injili, naomba ukahurumie kila mmoja ameamini neno hili. Utangulie mbele yao. Wengine walifungwa kwa ajili ya ndoa. Wengine walifungwa wasifanikiwe maishani. Lakini ninaamini unaenda kuleta ufunguo. Unaenda kufungua njia zao. Unaenda kuwatendea makubwa kwa sababu yeye ni Mungu. Umejaa rehema. Umejaa neema Baba. Umejaa huruma Simba wa Yuda. Baratarabosika Yesu rebai. Wengine wanasumbuliwa na laana na damu mbaya za ukoo na madhabahu ya ukoo. Wengine wanasumbuliwa na madeni. Lakini wewe ni Mungu mwenye rehema, ni wewe. Tunaangalia mbinguni leo kwa sababu ndiko kutatoka msaada, na maisha ya kila mmoja yatabadilika kwa sababu wewe ni Mungu. Unastahili Jehova. Unastahili Mungu wa Yakobo. Unastahili Simba wa Yuda. Wengine walisugumiwa magonjwa ya operation Baba. Wewe ni Mungu uliye na uwezo wa kuondoa hizo operation. Wengine walifungwa wasienda ng'ambo. Wewe ndio uliye na kifunguo ya ng'ambo. Ufungue njia. Wapate hizo visa Baba na wasafiri katika jina la Yesu. Wapate hizo visa za usafiri katika jina la Yesu. Wengine walifungwa kwa ajili ya ndoa. Baba Mungu wafungue. Bori tarabosaya. Wengine walifungwa teseka na magonjwa. Mara ni homa, mara ni malaria, mara ni presa na isi Baba. Wewe ndio daktari. Wewe ndio Mungu wa uzima. Naomba uingilie kati. Naomba utengeneze njia mara pasipo na njia. Maandiko yamesema Yesu akawaambia wakae kwa vituo. Maana alijua utatenda. Maana Yesu alijua utatenda. Maana Yesu mwana alijua utatenda. Na nimewaambia watubu, maana ninajua Baba, ninajua kwamba utatenda. Baba, ninajua utatenda. Baba, ninajua kwamba kuna jambo utatenda. Jambo jipya litalipuka ndani yao. Mungu mwenye rehema na neema. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Hakika Jehova,
Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu Baba, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye huruma. Ukahurumie Baba, ukahurumie Kristo, ukahurumie Simba wa Yuda wanaishi maisha ya mateso, ukahurumie, ukasike mkono kile wako nacho kidogo, naomba uwaongeze, naomba uwaongeze katika jina la Yesu, uwaongeze. Mahali neema yao imefungwa, ifunguliwe, ifunguliwe Baba, ifunguliwe katika jina la Yesu, ifunguliwe katika jina la Yesu. Safari ya ng'ambo mbele yao ifunguliwe, laini ya ndoa yao ifunguliwe, laini ya shukuru wizi ifunguliwe, laini ya madeni uondoe, magonjwa uondoe, vita ya Shetani uondoe. Mahali wamefungwa Baba, uondoe kifungo, uwape roho ya mafanikio katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kifungo ya Shetani yule ibilisi, Baba uondoe, Baba uondoe, Baba uondoe. Kristo naomba uondoe roho ya madeni, uondoe roho ya mateso, uondoe vita ya Shetani, uondoe ndoto mbaya, uondoe roho ya kupinga maendeleo yao, uondoe, uondoe hiyo roho ya kupinga maendeleo Baba, uondoe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kupinga Roho Mtakatifu Baba, uondoe hiyo roho ya kupinga Roho Mtakatifu, tunaikataa sote katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kupinga Roho Mtakatifu katika nabii Bafu Christian Church tunakataa, iondolewe. Hiyo roho ya mpinga Kristo, hiyo namba 666 tunailaani Baba, iondolewe, iondolewe. Hiyo namba 777 iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya kupinga baraka iondolewe. Hiyo roho tunaondoa, ndio tunaondoa, ndio tunaondoa. Mpinga Kristo tumekataa, tumekataa hiyo roho ya mpinga Kristo, tumekataa. Roho ya kuchelewesha baraka iondolewe katika roho, iondolewe, iondolewe tena, iondolewe. Hiyo roho ya kuchelewesha baraka iondolewe, roho ya kuchelewesha baraka ya ndoa, baraka ya biashara, baraka ya kazi, baraka ya Roho Mtakatifu, tumekataa hiyo roho katika jina la Yesu. Roho ya kuchelewesha baraka tunasema iondolewe tena, tena. Roho ya kuchelewesha baraka ikatae kwa nguvu. Kila roho ya kuchelewesha baraka na iamuru katika jina la Yesu, tena na iamuru katika jina la Yesu, iondolewe kwako. Hiyo roho ya kuchelewesha baraka zako, iwe ni baraka ya ndoa, na iondoa katika jina la Yesu, itoke mbele yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo laana na iondoa, hiyo madhabahu ya ukoo, hiyo magonjwa ya tumbo na iondoa, hiyo magonjwa ya tumbo, ikiwa ni kansa, ikiwa ni H. pylori, ikiwa ni magonjwa aina yote imesikana na mgongo, ndio hiyo tunaondoa, tunaondoa jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu iondolewe. Sema iondolewe. Kila vita ya Shetani iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila baraka ya mikono yako iliyofungwa na Shetani, hiyo kifungo kwa mikono yako katika jina la Yesu iondolewe tena, iondolewe katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, yes. Naomba Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na hata Yakobo, naomba Baba, wengi kwa hiyo mikono yao wanapata pesa kwa biashara, kwa kazi, hiyo pesa iwasaidii, hiyo pesa imenaswa na yule mwovu Shetani. Naomba sasa ushughulike, utume malaika, ikiwa hiyo pesa yao ilipelekwa kwa uchawi, naomba uitoe kwa uchawi na uganga,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mchawi ama muganga aliyefunga hiyo pesa, naomba sasa apokee moto wa Yesu. Sema moto. Ndio. Sema moto. Tena. Sema apiwe. Apiwe. Huyo muganga apiwe. Huyo mchawi apiwe. Na Yesu Kristo apiwe. Ndio sasa ufunguliwe. Yes. Yes, Ribai. Barata Sedrakai. Nenge Yesu Ribai. Lutorobosaya. Mungu wa Yakobo. Yoyote aliyefungwa, naomba afunguliwe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila roho ya umasikini, kila vita na magonjwa, Mungu wa mbinguni akuondolee. Magonjwa akuondolee. Hiyo magonjwa ya miguu, hiyo ni laana. Mungu anasema ni laana. Kila laana ya magonjwa ya miguu iondolewe sasa katika jina la Yesu. Moto wa Yesu. Kwa hiyo miguu moto. Kwa hiyo miguu moto wa Yesu. Ndio hiyo laana iondolewe. Laana ya magonjwa ya miguu iondolewe. Yes. 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 Iondolewe. Iondolewe katika jina la Yesu. 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 Parata Sedrakai. Tawala Baba. Takaza kila mmoja. Yule aliyefungwa, Yesu aliitana akasema wafungwe, waitwe kando kando ili wabarikiwe. Kila mmoja ameamini, anapitia lingumu ya maisha. Sasa namuombea baraka. Sasa namuombea baraka. Namuombea baraka. Namuombea baraka. Namuombea baraka. Baraka ya biashara. Baraka ya ndoa yake ifunguliwe. Baraka ya kazi ifunguliwe. Kila mahali anaenda, naomba Mungu wa uzima, yule anang'ang'ana, ako na roho ya struggling, Mungu umuondolee. Mungu umuondolee. Yule anang'ang'ana hata kupata chakula, hiyo roho muondolee. Hiyo roho ya kung'ang'ana kuanzia leo iondoe. Kuanzia leo iondoe. Roho ya madeni iondolewe. Roho ya kung'ang'ana, kataa roho ya kung'ang'ana katika jina la Yesu. Iondolewe roho ya kung'ang'ana. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila roho ya kung'ang'ana iondolewe milele. Roho ya struggling kwa maisha yako iondolewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wale wote wanang'ang'ana, hiyo roho ya kung'ang'ana, roho ya struggling iondolewe. Iondolewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Iondolewe hiyo roho. Roho ya kung'ang'ana katika maisha na ikemea kutoka kwako. Jina la Yesu. Iondolewe hiyo roho. Isirudi kwako tena. Iondolewe hiyo roho. Roho ya umasikini, roho ya madeni, roho ya kung'ang'ana katika jina la Yesu. Iondolewe milele. Nakushukuru Baba mwenye rehema na huruma nyingi. Jinsi maandiko inasema uliwahurumia, uliwaona ni kama kondoo hawana mchungaji. Najua leo umeleta hiyo neema katika nabii. Mungu mwenye rehema na neema, kunaye wengi hapa Baba, maana wanafanya kazi, wanafanikiwa, lakini hayo mafanikio hayawaoni kwa macho yao. Hiyo pesa inaingia ikitoka, leo naomba wafunguliwe. Hiyo pesa waione, waitumie waione. Roho ya kupoteza baraka ya pesa kwa mikono yao waondolee. Nasema tena waondolee. Nasema tena Yesu waondolee. Kila baraka ya pesa iliyofungwa, naomba ifunguliwe. Katika jina la Yesu ifunguliwe. Ule tarabosikaradai. Nenge Yesu ribagantarabosaya. Mungu mwenye neema na rehema, Mungu usiyeshindwa, uondolee hiyo roho. Roho ya mateso na kung'ang'ana, waondolee Baba. Waondolee Baba. Wape breakthrough kwa pesa zao katika jina la Yesu. Wapate financial breakthrough katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mungu mwenye rehema,
Uwahurumie leo, uwatakase Baba, uwatendee mema katika jina la Yesu. Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu mwenye rehema, utukuzwe milele. Yes, Lord Almighty. Kama unafanya kazi na ukipata hiyo pesa uoni vile inaenda, unalipe na isa, unabaki na madeni, uche hapa mbele uwekee mikono. Mungu aandae hiyo mateso na kifungo juu yako katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kung'ang'ana Mungu anataka iondoe leo, akupe neema katika jina la Yesu. Uwezi kuwa umeokoka na ung'ang'ane. Yesu si wa kung'ang'ana. Pori tarabosaya. Mungu Baba mwenye rehema, uwatakase. Ikiwa wamekosea ndio wang'ang'ane ndani ya uokofu, ombea msamaha. Naombea msamaha. Roho ya kung'ang'ana uwaondolee katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kung'ang'ana Baba uwaondolee. Wape Baba neema yako iwatawale. Ufungue kila baraka iliyofungwa kwao, kwa sababu yeye ni Mungu. Nimewawekea hii mkono ili wapata mafanikio. Ili wapata mafanikio. Kuanzia leo Baba, waanze kupata mafanikio katika jina la Yesu. Hiyo roho mbaya kusungusa pesa zao na isimamisha katika jina la Yesu. Chochote unawapea Baba, waone hiyo baraka kwa maisha yao. Waone hiyo neema katika jina la Yesu. Waone hiyo neema kwa sababu yeye ni Mungu. Chochote unawapea Jehova, wache iwe ya baraka kwao. Nimewaombea wakuwe na alama ya uaminifu katika jina la Yesu. Kuanzia leo mahali wanaenda, wapokee hiyo alama katika jina la Yesu. Alama ya kuwa na pesa katika jina la Yesu. Uwakumbuke vile ulikumbuka Baba wala waliyekufuata kule jangwani. Uwakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Uwakumbuke kwa sababu yeye ni mwema. Uwape neema mpya katika jina la Yesu. Nawaombea leo neema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Uwape neema Baba. Hii mafuta iwe ni kwa ajili ya kufunguliwa. Wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe katika jina la Yesu. Wafunguliwe. Unajipaka hiyo mafuta uso yote. Wafunguliwe katika jina la Yesu. Wafunguliwe katika jina la Yesu. Wapokee neema katika jina la Yesu. Kila vita ya Shetani kwa maisha yao uisimamishe kwa sababu yeye ni Mungu. Wape neema mpya katika jina la Yesu. Utukuzwe Mungu wa mbinguni kwa sababu yeye ni mwema. Wapeni neema katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Wapeni neema. Pepo mchafu mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Pepo imwajilie abarikiwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Upate pesa ikusaidie na Yesu ainuliwe. Upate pesa ikusaidie na Yesu ainuliwe. Hiyo roho ilisema usipate pesa, Mungu aiondoe. Baraka ya pesa. Sema baraka ya pesa. Sema tena. Mwaje apate baraka ya pesa. Pepo mchafu mwajilie baraka yako. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Pepo mchafu mwaje apokee baraka. Mwaje apokee. Nimekuteka nyara. Pepo wagisi. Pepo mchafu achilia pesa yako. Achilia katika jina la Yesu. Achilia. Umefunga pesa ngapi? Taja haraka. Umefunga ngapi? Ongea, toa sauti. Umefunga ngapi? Taja. Umefunga pesa ngapi? Achilia. Achilia. Umefunga ngapi? Umefunga ngapi? Taja haraka. Nataka sauti. Umefunga pesa ngapi kwako? Umefunga ngapi? Toa sauti. Umefunga ngapi? Asipate hata 1,000. Oh. Akuwe milionea. Akuwe milionea sasa. Umesikia? Umesikia? Nimesema katika jina la Yesu. Akuwe milionea. Mfalme wa giza hauna mamlaka. Mungu awape neema ya kudumu. Neema ni ya kudumu. Shetani apenda asipende. Neema ni ya, sema neema ni ya kudumu.
Hiyo neema ni ya kudumu. Neema ni ya kudumu. Sema hivyo, neema ni ya kudumu. Nguvu ya uchawi imefunga pesa yake. Ishindwe katika jina la Yesu. Hiyo roho ya uchawi iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Iondolewe. Iondolewe. Shindwe katika jina la Yesu. Pepo mchafu na kuamuru. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Achilia baraka yake. Baraka yake ya pesa. Achilia. Achilia haraka. Achilia. Achilia hiyo mikono. Achilia haraka. Achilia. Jina la Yesu. Achilia. Toa sauti. Umefunga pesa ngapi kwake? Toa sauti. Umefunga pesa ngapi? Ongea. Umefunga ngapi? Ongea, toa sauti. Umefunga ngapi? Umefunga ngapi? Hapa wanaongeanga. Ongea. Nimeharibu ufalme wako. Ufalme wa giza. Katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. 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 Ongea, sema umeajiria pesa yake. Sema umeajiria. Ongea, sema nimeajiria. Sema nimeajiria. Ongea. Jina la Yesu. Sema nimeajiria. Sema nimeajiria. Ongea kwa sauti. Ongea kwa sauti, sema nimeajiria. Sema nimeajiria. Ulikuwa umesikilia ngapi? Sema ulikuwa umesikilia ngapi? Achilia pesa yake katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Achilia. Achilia. Achilia katika jina la Yesu. Achilia. Baraka yake ya pesa achilia. Achilia. Nyosha mikono yote. Nyosha yote. Sema nimeachilia. Sema nimeachilia. Nimemwacha abarikiwe. Taja hivyo, sema nimemwacha abarikiwe. Wewe ni nani? Wewe ni Morogi? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Utaki asike pesa? Ni nani? Wewe ni nani? Umesikilia pesa ngapi? Ni ngapi? Ongea. Umesikilia ngapi? Umesikilia ngapi? Utaki kusema? Unatoroka? Umesikilia ngapi? Ngapi? Nikuacha. Sitakuacha mpaka abarikiwe. Umesikilia pesa ngapi? Ngapi? Pesa ngapi? Ngapi? Unasema nini? Apokee baraka ya pesa. Apokee katika jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Sema. Pandise hapa juu. Mpandise hapa, lazima abarikiwe. Leo Mungu nunua mafuta. Leo muligoma. Hii mikono sasa leo na bahati. Nimemtakasa huyu. Ndio. Achilia pesa yake. Achilia. Achilia baraka yake. Katika jina la Yesu. Hii mafuta sasa njia zake zote zimefunguka. Upendo usipenda. Teseka. Teseka kabisa. Teseka katika jina la Yesu. Teseka. Teseka. Teseka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haya, sema mmesikilia nini? Ongea. Ongea haraka. Mmesikilia nini? Toa sauti. Umesikilia nini? Umesika nini? Pesa. Nini? Pesa. Ngapi? Pesa. Umesika biashara ama pesa? Utaki kuajiria? Kasi asipate kazi. Hata kazi asipate? Ateseka. Mungu amesema leo watu wabarikiwe. Hata ngambo kaenda. Katika jina la Yesu. Wabarikiwe. Wabarikiwe. Hata ngambo kaende. Katika jina la Yesu. Hata ngambo kaende. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Aya, surrender to Jesus. Piga magoti hapa. Mambo yako imeisha. Piga magoti, urue mikono juu. Piga magoti haraka mahali huko. Yesu ndio msindi hapa. Piga magoti. Inua mikono juu. Sema
Sema nimemwacha abarikiwe. Ongea. Sema nimemwacha abarikiwe. Unaona hiyo pepe kiamua kukunasa usunguke kama una pesa. Vile inakataa. Unaweza kuwa pastor wewe. Nimesema piga magoti, muinuke juu. Mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. Tena jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Yesu ni Bwana. Mpandishe hapa. Sasa amekulemea. Mlete hapa. Haya. Sasa semea hapa. Sema tumemwacha abarikiwe. Toa sauti. Sema tumemwacha abarikiwe. Ongea. Sema tumemwacha. Tumemwacha abarikiwe. Sema tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Nataka mnieleze nyinyi ni akina nani? Nyinyi ni nani? Nyinyi ni wachawi ama ni waganga? Nyinyi ni nani? Nyinyi ni waganga? Mlifunga pesa ngapi? Nimechoka. Mlifunga pesa ngapi? Mumechoka? Mumechoka? Toa sauti. Mumechoka? Nimechoka. Nani amewachokeza? Mumechoka? Kwa nini mumechoka? Mlifunga pesa yake ngapi? Amutaki apate kazi na biashara? Ongea. Ni nini amutaki? Hataki apate kazi. Asipate? Watoto wasome. Watoto wasome. Watoto wake wako wapi? Mmoja hataki shule. Mmoja hataki shule. Watoto wake? Mmoja mkubwa haendi shule. Hawaendi shule? Haendi shule. Mliwaroga wasiende shule? Hata asiende shule. Mliwafanyia nini wamekataa shule? Murasa asiende shule. Atembee. Mtoto huyu mkubwa atembee? Atembea asiende shule? Anatembea sahi? Asikumbuke. Ametembea sahi amewacha shule? Hata ajui yako wapi. Hata yeye ajui yako wapi? Ajui yako wapi. Sasa nyinyi mmemtesa hivi ni wachawi? Ama ni waganga? Haya, nimeita watoto wake sasa. Katika jina la Yesu watoto wake nimewaita. Nimewaita watoto wake katika jina la Yesu wafunguliwe. Hiyo pepe iliyefunga masomo ya watoto wake iondolewe katika jina la Yesu. Achilia watoto wake wasome katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Tena achilia watoto katika jina la Yesu. Umekubali kuacha watoto wasome? Mumekubali? 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 Nimechoka. Mumechoka? Mimi nataka mchoke sana. Ndio muache abarikiwe. Nimechoka. Mumeacha watoto wake? Mumewajiria? Taja sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Tumeacha watoto wake. Tumeacha watoto wake. Wasome. Hiyo pangi na ulevi. Hiyo pangi. Ongea. Hiyo pangi na ulevi. Tuliowasukumia. Tumeiondoa kwake. Ongea. Tumeondoa kwao. Warudi shule. Sema warudi shule. Sema warudi shule. Katika jina la Yesu. Na wasome. Sema wasome. Sema tena wasome. Na huyu afunguliwe. Apate kazi. Haya, nitolee hii. Uchawi wenu hauna nguvu sasa. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo huyu ni mbarikiwa. Sema mbarikiwa. Sema tena wote. Sema kwa sauti. Sema huyu ni mbarikiwa. Mbarikiwa. Kazi ya wachawi imefika mwisho. Haya, mmekubali sasa? Mmekubali? Mmekubali? Ongea, mmekubali? Mmekubali? Sema tumeenda na hatutarudi tena. Tumeenda na hatutarudi tena. Sema tena tumeenda na hatutarudi tena. Ongea. Tumeenda na hatutarudi tena. Tumekubali Yesu ni mkubwa. Tumekubali Yesu ni mkubwa. Tena Yesu ni Bwana. Tena Yesu ni Bwana. Sema hivyo mpaka mara 7. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Sema tena.
Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Sema tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Na bwana yake ako wapi? Bwana yake ako wapi? Ako wapi bwana yake? Ongea. Ako wapi bwana yake? Ako wapi? Alikufa kitambo. Alikufa? Nini iliua yeye? Nini iliua yeye? Tulimuradi kwa wizi. Tulimuradi aibe auliwe. Mlimuradi aibe auliwe? Kuiba alikufa kwa sababu ya kuiba? Oh. Sasa mipango yenu ni mipango ya kupoteza watu. Muende na msurudi tena. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho ya mateso iondolewe katika jina la Yesu. Amen. Nimeomba afunguliwe katika jina la Yesu. Afunguliwe katika jina la Yesu. Kuanzia leo mateso yote ifike mwisho. Na kazi ya giza ifike mwisho. Nimemfunika na damu ya Yesu. Sema tena damu ya Yesu. Aanze mwanzo mpya. In Jesus name. Amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Kazi ya giza imeisha. Sema imeisha. Imeisha. Kazi ya giza. Kazi ya giza. Na uchawi. Ongea na uchawi. Imeisha. Imeisha. Na hiyo nyoka. Hiyo nyoka. Imekufa. Sema imekufa. Imekufa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema tumeapa kuanzia leo. Tumeapa kuanzia leo. Hatutapigana na yeye. Hatutapigana. Tumemwacha yeye abarikiwe. Amutaki kusikia kubarikiwa? Sema tumemwacha abarikiwe. Sema tumemwacha abarikiwe. Taja hivyo, tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Yeye na watoto wake. Yeye na watoto wake. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Mahali tulisukuma watoto wasisome. Mahali tulisukuma watoto. Tumewaacha. Tumewaacha. Warudi na waende shule. Warudi na waende shule. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Taja hilo jina la Yesu vizuri. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumeamini. Tumeamini. Yesu ni mkubwa. Yesu ni mkubwa. Amen. Sasa piga magoti. Tutapigana na nyinyi leo sana. Piga magoti. Mnaniambia mmechoka na mchafanya kitu. Piga magoti. Sema tumemwacha abarikiwe. Sema tena. Tumemwacha abarikiwe. Sema tena. Tumemwacha abarikiwe. Amen. Tupie Yesu makofi. Amen. Nakushukuru Mungu Baba kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, utupaye baraka. Waliyefungwa wewe ndio mwenye mamlaka. Unawafungua na unawapigania. Umetenda makubwa. Dada huyu mchane amesema umea alikuwa amekufa sababu kalimruhusia roho ya wizi. Hiyo roho isije kusika watoto wake. Yenda katika jina la Yesu. Hiyo pepe inaleta vita kwa maisha yake. Shindwa katika jina la Yesu. Kuanzia leo afunguliwe, apate kazi nzuri na iwe ya baraka ili asomeshe watoto wake. Bori tarabosi karadai. Sante Baba kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tupie Yesu makofi. Hey,
lisilosoma tunda mema, kukatwa na kutupiliwa mbali. Tawi lisilosoma tunda mema, kukatwa na kutupiliwa mbali. matunda mema, kukatwa na kutupiliwa mbali. Tawi lisilozaa matunda mema, kukatwa na kutupiliwa mbali. matunda mema, kukatwa na kutupiliwa mbali. Tawi lisilozaa matunda mema, kukatwa na kutupiliwa mbali. Chochote kile unachopanda ndicho utakachokula. Ukimsifu Mfalme wetu kule
tukipiga vinanda na nyimbo za ajabu, tukimsifu mfalme wetu kule. Tukipiga vinanda na nyimbo za
usiposikia. Atakuja na majina ya watu. Siku kubwa, siku njema, utakuwa wapi? Jina langu liko wapi? Wengi watauliza. Ni aibu, ni hasara usiposikia. Ni aibu, ni hasara usiposikia. Majina ya watu waliofanya mema kwake. Utukufu kwa Mungu aliyeumba vyote. Siku gani utarudi kwa Mungu furaha? Siku gani utarudi kwa Mungu furaha? Anaita majina ya watu waliofanya mema kwake. Utukufu kwa Mungu aliyeumba vyote. Siku gani utarudi kwa Mungu furaha? Siku gani utarudi kwa Mungu furaha?
uliko wapi? Wengi watauliza. Ni aibu, ni hasara usiposikia. Ni aibu, ni hasara usiposikia. Akaita majina ya watu waliofanya wema kwake. Utukufu kwa Mungu aliyeumba vyote. Siku gani utarudi kwa Mungu furaha? Siku gani utarudi kwa Mungu furaha? Akaita majina ya watu walio